Hujambo na karibu ndani ya JCTV, ni chombo chako cha habari cha mtandaoni kutoka jijini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hapa tunakuletea taarifa sahihi, za haraka na zenye uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapo utapata habari za siasa, uchumi, mazingira, jamii, michezo na kadhalika. Ndani ya taarifa zetu utapata vile uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maripota wetu. Leo ni Alhamis, Aprili 16, 2026. Tulionayo hii leo: duru nyingine ya mazungumzo yenye lengo la kumaliza mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilifanyika hiyo jana nchini Uswisi. Utamsikia mchambuzi wetu kwa undani zaidi baadaye. Mimi kwangu binafsi kama mkaaji kwanza wa North Kivu na kama mkongomani, napokea haya mazungumzo kama njia ya kutafuta amani na kama njia ambayo inaweza ikasaidia kwa kiwango fulani kupata amani. Baada ya familia za askari waliokimbia mapigano huko Kivu kulalamikia waume zao kufungwa katika mji wa Kalemi katika mkoa wa Tanganyika, msemaji wa jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkoa wa Tanganyika, Captain John Monta, alijibu maswali ya Zuberi Ali. Mengi zaidi ni ndani ya makala hii. Ndio, kwanza mimi mwenyewe nalienda kuwaona wale wanajeshi ndani ya prison centrale de Kalemi. Nikawakuta hapo wanaweza kuwa sijui yapata 15 hivi. Na kwa upande wa michezo, ligi kuu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linafuti inaelekea ukingoni. Mwana michezo wetu Ramadhani Kahambwe atakuwa nao viwanjani hivi punde. Kuna hayo na mengine lukuki, twende sote hadi tamati. Mimi naitwa Abedi Jean de la Croix. Karibu. Na sasa tuangazie kwa kina kabisa taarifa zetu. Ripoti ya shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch inasema hali ni mbaya kwa wakazi wa Fizi baada ya wanamgambo wanaoungwa mkono na M23 kuendelea kuleta vurugu huko Minembwe. Ramadhani Kahambwe na ripoti kamili. Human Rights Watch ilionya katika ripoti yake mpya Jumanne hii, April 14, kuhusu kizuizi cha kibinadamu kinachoendelea katika eneo la Minembwe lililoko katika nyanda za juu za Fizi, Kivu Kusini. Tangu kutekwa kwake na wanamgambo wa Twirwaneho, washirika na uasi wa AFC M23 unaoungwa mkono na Rwanda. Tangu waasi hao kulidhibiti eneo hilo zaidi ya miezi 12 iliyopita, mji wa Minembwe umesalia kuzingirwa na vikosi vya Kongo na washirika wao, hali ambayo mara kwa mara inazua mapigano yanazuia kupelekwa kwa misaada ya kibinadamu katika eneo hilo. Kulingana na ripoti hiyo, mashirika ya kibinadamu kwa sasa yamezuiwa na hakuna ufikiaji wa eneo hilo kwa mwaka mmoja tayari. Muktadha huu wa mvutano una uzito mkubwa kwa taasisi za matibabu ambazo zimeathiriwa sana na uhaba wa dawa na bidhaa muhimu. Ukosefu wa bidhaa za kimsingi kama vile sukari na chumvi umeongeza bei, ambayo sasa ni juu mara 5 kuliko katika miji mingine ya Kivu Kusini. Shirika hilo linaongeza kuwa raia katika maeneo yaliyosalia chini ya udhibiti wa Kongo pia wamekabiliwa na uhaba wa dawa na mahitaji ya kimsingi, kulingana na habari iliyotolewa na vyombo vya habari na vyanzo vya kibinadamu. Minembwe bado ni eneo la mapigano kati ya muungano wa FARDC, wazalendo na waasi wa AFC M23 na Twirwaneho, ambayo imejiunga na uasi tangu mauaji ya kiongozi wake Michel Rukunda almaarufu Makanika, Fizi, Februari 25. Ni Ramadhani Kahambwe. Baada ya familia za askari waliokimbia mapambano huko Kivu kulalamikia waume zao kufungwa katika mji wa Kalemi katika mkoa wa Tanganyika, mwandishi wetu Zuberi Ali amewatafuta viongozi wa jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC mkoani humo na kuhojiana na msemaji wao Captain John Monta. Tuwasikilize. Kuna wamama au familia za watu ambazo au wame zao walikuja huku kutokana na vita vya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nyie kama jeshi swala hilo mnalithibitishaje hapa jimboni Tanganyika? Ndio, kwanza mimi mwenyewe nalienda kuwaona wale wanajeshi ndani ya prison centrale de Kalemi. Nikawakuta hapo wanaweza kuwa sijui yapata 15 hivi wamefungwa ndani ya gereza hili. Na kufungwa kwao, ndugu zangu, kunaweza kuwa kama hivi. Tukifata lakini kulingana na message kubwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yeye mwenye kiongozi wa jeshi mzee Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alileta habari ya kuambia wale wote wanajeshi walikuwa katika mikono kwa mfano ya M23 au walikuwa katika ardhi ilikaliwa zamani hapo na wa M23,
warudie kwa haraka, warudilie jeshi zao za taifa. Unajua ulikuwa mfano Bukavu, ulikuwa kwa mfano Goma. Ukibahatika, kama vile na mnukuu rais alisema, akibahatia kwa Mwenyezi Mungu amekutanishwa hapa Kalemi, atapokelewa vizuri zaidi na atarudishwa kwenye jeshi la taifa. Na akaongeza kusema kwamba hata mshahara wake ataupokea kwa miezi yote ile hakuwa naipata. Lakini ubovu wa bahati ikiwa ya kwamba kurudia kwake huko nyuma na njiani ameanza kufanya mahalifu kama vile huenda kuiba ama kuweza kusumbua watu kwa sababu yuko na bunduki na anatoka katika makimbizi, ni huyo anaweza kufuatiliwa. Lakini ikiwa kama wandugu zetu hao weko ndani ya gereza na wakufanya lolote, walirudia tu kulingana na msemo wa rais kurudilia jeshi la taifa, sijui kwa nini watabakia kwenye gereza. Na unaweza ukathibitishaje sasa hawa walosalia humu, yani walifanya mahalifu au huenda inawezekana ya kwamba walifanya mahalifu njiani, kwa sababu koti za jeshi au wanasema justice ni upanga kuwili, imeangalia huyo kweli anarudilia jeshi lake kulingana na ombi ya rais, ama huenda katika njia alifanya mahalifu ambayo sheria imekataza. Inawezekana huenda wao walifanya mahalifu na ndio maana sheria ama koti za kijeshi zinawatia ndani. Lakini ikiwa kwamba hawakufanya mahalifu lolote, basi koti itawatoa na watudulia jeshi la taifa. Captain, wewe ni msemaji wa jeshi hapa jimboni Tanganyika, lakini vile vile wale ambao wamewekwa gerezani wameacha familia zao kule nyuma na wametumikia taifa vya kutosha. Kwa nini taifa isiwe na ile hali ya kusema kwamba hawa watu wametumikia taifa kwa muda mrefu na wameacha familia zao katika hali mbaya, mishahara yao ipewe familia zao au la, sababu zile jamaa zinaendelea kulalamika, wanasumbuka? Ndio bana, sababu rais alikwisha kusema tangazo lolote. Soda wote ule alikuwa katika ardhi za beberu hao ndani ya mafasi ambazo tunahitaji hapa juu, anastahili kuachiwa huru na atarudilia mstari mzuri wa kijeshi na kupokea mshahara wake. Ninakupatia mfano, leo kwenye Komara kuna wanajeshi wachapokelewa yapata 300 na zaidi, walitoka Uvira, walitoka Bukavu, walitoka Goma, walipata nafasi ya kuja kwenye boti, wengine walikuja la mguu, na hivyo katika mstari wa jeshi na wanapata mshahara na walindwa vizuri bila kushotumiwa na lolote. Basi unaona hiyo ni kuweza kuamsha dhamiri kwa wandugu zetu wengine, uenda weko njane unakuja, wakuje kama vile jeshi la taifa, wasizulumu tena wale wanaokuta njiani. Unajua vyombo vya sheria ni nyingi. Kuna watu wandugu zetu wanere wako njiani, kuna polisi ziko njiani, hata mkongoni mwingine ni mtu wanere. Uende kikuona wewe soda unatoka kwenye fasi ambazo ulikuwa kumsero wa mbele, unarudilia huko na njiani unaanza kufanya matarufu. Basi ikiwa kikushika wewe mara moja utapita kwenye koti. Jeshi kauli yake thabiti ni kutaka kumaanisha kwamba wale ambao walifungwa wameenda kinyume na matakwa ya jeshi. Hao wanafungwa hawakwenda kinyume na matakwa ya jeshi. Hao wanafungwa na kwambia yapata 15 ndani ya prison, weko katika sehemu yao, wengine wepo wanakwisha kurudilia njiani. Sasa ni ulizo au ni neno ambazo auditeur de la garnison anastahili kufikiria na kuchunguza tena zaidi, ajue ya kwamba eti hawa watu walifungwa kwa sababu ya kurudilia jeshi, na rais alisema ya kwamba wote wanarudilia jeshi hawastahili kufuatiliwa na watapata mshahara wao. Sasa ni kwa nini tena hao wanafungwa ndani ya prison, wanaacha familia kama vile unazungumzia, wanaacha jamaa? Eti walifanya nini njiani? Basi hiyo ni kesi sasa koti inajifunza, na ndio maana wataulizwa tena mara ya pili. Manake ministeri publique atauliza sana habari kama hizo, kwa nini wanafungwa na rais alisema kwamba hao wanajeshi warudilie jeshi zao na wapate mshahara wao na walinde familia za kwao. Ni Captain wa FARDC huko Tanganyika John Monta akijibu maswali ya mwandishi wetu Zuberi Ali. Duru nyingine ya mazungumzo yenye lengo la kumaliza mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilianza jana nchini Uswisi. Awali nilifanya mahojiano na Isaac Katasi ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Beni huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nilimuuliza kama anazungumziaje kuhusiana na mazungumzo hayo. Isaac Katasi alianza kwa kutoa mtazamo wake. Mimi kwangu binafsi kama mkaaji kwanza wa Nord Kivu na kama mkongomani, napokea haya mazungumzo kama njia ya kutafuta amani na kama njia ambayo inaweza ikasaidia kwa kiwango fulani kupata amani. Lakini na mafikiri ambayo ninayo kutokana na makubaliano ambayo imekuwa mengi kabisa, nadhani inaweza ikatuletea tena mahasara, kwani hawa wa jamaa Mnyarwanda ana vitu vingi katika kichwa yake
na wakati anajua makubaliano imekuwa mengi, ni hayo makubaliano ndipo anatosha chanzo cha kuanza tena vita siku ambazo zinakuja. Na nadhani wakongomani ama serikali ya Kongo ingeweza kuchungulia kuona nini kikafanyika, nini kinaweza kikasaidia raia na nini kinaweza kikasaidia nia ya raia. Ni vita ishe, vita vikomeshwe, watu warudi kwenye makao zao, kwenye mashamba na wafanye kazi kama kawaida. Sio mazungumzo ya kwanza kuweza kufanyika kati ya M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pengine unadhani watakayo yakubaliana kule wataenda kuyatekeleza? Kwangu kwa hawa watu wa M23 ama Wanyarwanda, kwani kwangu mimi wakati naona M23 naona Rwanda nyuma yake, naona hao makubaliano kweli kama ni wale ambao wanawakilisha M23 ndio wako huko Uswisi, lakini najua kwamba wanaendea kumafikiri ya nchi ya Rwanda. Makubaliano imefanyika mengi sana na M23 na ni kuona tu kwa macho na kuchunga majira, kuona muda kama yanaweza yakatoa matunda mazuri, lakini niliwaza serikali ya Kongo ingeweza kujiikalisha kwenye makubaliano ya Washington, kwa sababu tunajua kwamba Marekani ina nguvu na ina neno kwa mambo madogo madogo na kwa mambo makubwa makubwa, na Umarekani ingeweza kuleta nguvu yote na kushurutisha Rwanda kutoa majeshi yake kwa kweli. Wakati tunaenda tena Uswisi, ndipo hapo tunashakia, kwani hawa watu wana vitu vichwani na wanajua muda gani wanaweza wakavitumia. Yaani wamekwisha kuelewa mkongomani, wamekwisha kuelewa serikali ya Kongo jinsi inavyotumika na jinsi inavyoenda. Alafu kama serikali itakuwa haijakuwa na muda ya kuelewa hawa watu wanatumika namna gani, tutakuwa tukisonga mbele kwa kiasi fulani, kwa meta fulani, na tunarudi nyuma zaidi ya hiyo meta ambazo tulisonga mbele. Ni kusema makubaliano ya Uswisi wachunguze vema, waangalie vizuri, isije ikatuletea kitu ambacho tena kesho ama kesho yake kitaweza kutuzalia vita ambavyo vimetutesa miaka kabisa kadhaa. Licha ya kwamba wewe ni mchambuzi, lakini pia wewe ni mkazi wa mkoa wa Kivu Kaskazini, na mkoa wa Kivu Kaskazini ni mmoja miongoni mwa mikoa ambayo inaathirika pakubwa na vita vya M23. Wewe ungependekeza nini kifanyike pengine ili amani ya kudumu iweze kurejea, na ungependelea pengine wafanye nini, wazungumuze kitu gani, wakubaliane kitu gani ili amani ya kudumu iweze kurejea katika maeneo ambayo yanakumbwa na machafuko huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kwangu mimi ile ambayo naweza nikapana kama shauri ya ile ambayo wangeliweza kuikalia kwenye meza ni kuonesha Rwanda ama M23 ya kwamba vita havijaleta suluhisho tangu miaka kadhaa, na miaka ambayo tunayo sasa ama kwa hii miaka, kwa hizi siku, vita havina tena msingi fulani, kwani vita vinaua, vita vinatesa, vita vinaharibu. Ni kuwaonesha kwamba yale kama wana mambo ambayo wanapenda serikali iwezi kawatendea kama wakongomani, wajue kwamba wakongomani wote wana haki moja, na ingilikuwa kusema wakongomani wote wanaweza wakakamata silaha ili wapiganishe serikali, sijue kama nchi ingilikuwa namna gani. Wao watulie kwa ile kidogo ambao wanapata, kwa ile kidogo ambao wamepata, na watulie kwa hiyo ambayo wanaishi kama maisha, na waelewe kwamba serikali ya Kongo haitabakia na udhaifu ama uzembe miaka yote ya maisha. Kuna siku ambapo serikali itaweza kubadilisha mambo, na mambo yanaweza kubadilika. Kama kwa sasa walikuwa hawajui kwamba wazalendo wanaweza wakatokelea, ilikuwa ni jambo ambalo hawakufikiria. Walijua kwamba ni jeshi la Kongo ambalo litapambana na wao, na jinsi wanazoezi ya kutumikisha wale ambao waliingiza katika jeshi miaka ambayo ilipita kupitia RCD, kupitia CNDP, kupitia M23, walikuwa wanajua kwamba watasaidiwa na hawa wa jamaa ili waweze wakaenda mbio mbio, lakini kukatokea formula ambayo ikabadilisha mambo ya wazalendo. Yaani wajue kwamba siku kwa siku mambo iko nabadilika, na wao sharti wabadilike na wabadilishe nyoyo yao. Kwa serikali ya Kongo watambue kwamba nchi ambayo ina jeshi ya nguvu
ni nchi ambayo inaheshimika. Yaani serikali ikiendelea kuzania kwamba tutapata suluhisho zote kwenye mazungumzo, hapo wanakosea. Kwani tumeona nchi ambazo zimeheshimika kwa kuonesha nguvu kama Burkina Faso hawajakuwa na muda wa kuongea na hawa materrorist, wanapambana nao, wanaunda jeshi la nguvu na wanawapa vifaa na wanafanya kazi kama inavyofaa, na serikali yao imeonesha kwamba kwa nguvu amani inaweza ikakuja. Lakini kwetu ndani ya Kongo tumekuwa na zoezi ya kujua kwamba nguvu hailete amani, ni sababu serikali haiweke nguvu kwenye kuunda jeshi ambalo liko nguvu. Na jeshi letu linafanya juu chini, lakini kuna mambo kidogo ambao wanaweza wakatengeneza ili jeshi liwe na nguvu ya kukamilika. Yengine ambao ninaweza nikawaambia kwamba mambo ambayo tunaishi ni mambo ambayo sherti iwe na muda. Kuwe muda tunasema hapa tumekwisha kuzika mapambano, tunaingia kwenye development, na itakuwa kitu cha mzuri na itakuwa kitu ambacho kinasaidia. Lakini wasisahau kwamba wale ambao wamefanya mahalifu, wale ambao wameua watu, wale ambao wametesa raia, sherti siku moja waweze wakapelekwa mahakamani ili heshima ya mkongomani irudi kwa kweli. Kama ni Rwanda ambayo imesumbua Kongo, kuna mahakama ambayo inaweza kuhukumu Rwanda kama nchi, ama Paul Kagame kama president wa Rwanda. Kama kuna wale maofficers wa M23 ambao wameingia kwenye ukiukaji wa haki za binadamu, sherti wao pia wapelekwe mbele ya mahakama ili amani irudi. Na wale ambao wanaweza wakakuwa na mafikiri ya kuanza vita, ya kuanza vurugu, wakiona yale matukio ambayo ilitokea kwamba wao mmoja alipeleka korokoroni, nadhani wengi watakuwa na uoga. Sherti serikali ya Kongo ifanye juu chini ili hawa wote ambao wanaweza kuwa na fikra ya kuanza vita wawe na hoga ya kuanza vita ndani ya Kongo. Wakifikia kiwango cha kuogopesha hawa majambazi wote, hawa wajinga wote, hata kuogopesha nchi ambazo zinatuzunguka, nadhani nchi itapata amani na itakuwa amani ya kudumu. Hicho ni kia kukazia na serikali iweze ikakiona kwa mbali na kukitengeneza. Ya mwisho, hiyo makubaliano ambayo tuko nafanya na hawa watu wajue kwamba wakati kati ya nchi kunaweza kupatikana yengine eneo ambapo kunakuwa usumbufu, wao pia watazani yale makubaliano ambayo iko nafanyika na hawa watu wa M23 kicho wanazoezi ya kuifanya, wao pia wanaweza wakatendewa hivyo. Kama kikundi kama Codeco wanaweza wakakamata silaha, wanawapika, wanawatokomeza na kuwamaliza, hiyo ambao wanatendea hawa watu sherti itendewe na kwa hawa watu wa M23, na hapo nchi itaheshimika na itakaa kwa kimya miaka ambayo kabisa watu wanaweza wakasema amani imerudi. Ni Ezai Katasi ambaye nilizungumza naye hivi punde. Tukamilishe taarifa zetu na habari za michezo. Ligi ya mpira wa miguu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Linafoot inaelekea ukingoni. Nahodha wetu Ramadhani Kahambu na uchambuzi zaidi. Klabu ya FC Celeste di Congo imekata tiketi yake ya kuingia hatua ya playoff kwenye ligi kuu nchini Kongo Linafoot baada ya ushindi wao dhidi ya mabingwa watetezi FC Les Aigles di Congo mabao 2-1, mchezo uliopigwa Jumanne Aprili 14 katika uwanja wa Tata Rafael mjini Kinshasa. Mchezo huo ulikuwa ni wa 26 na mchezo wa mwisho wa awamu ya awali wa michuano ya ligi kuu DR Congo Linafoot. Baada ya kipindi cha kwanza kumalizika kwa sare tasa, kipindi cha pili Les Aigles wakapata uongozi kupitia kwa mshambuliaji wao Jonathan Ikanga Lombo, lakini Junior Mweba akaweza kusawazisha na Narcisse Mafuku Bashale kuweza kuipatia uongozi klabu yake ya FC Celeste di Congo. Baada ya ushindi huo, klabu ya FC Celeste inapanda hadi nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi ikiwa na pointi 46 katika michezo 26. Licha ya kupoteza mchezo huo, FC Les Aigles di Congo inasalia nafasi ya kwanza ikiwa na pointi 49, ikiwa kileleni mwa msimamo, ikiwa na mchezo mmoja zaidi ya anaishika nafasi ya pili AS Maniema Union ambaye amecheza michezo yake 25. Mchezo mwingine uliopigwa siku ya tarehe 14 ni kati ya Ose Bukavu Dawa na New Jack, mchezo uliomalizika kwa sare ya 1-1.
Na ni kwa ripoti hiyo ya michezo ya mwana michezo wetu Ramadhani Kahambwe, ndo mimi sina budi kutoana. Tukutane wakati mwingine panapo majali. Wanaitwa Bedi Jean de la Croix. Kwa heri kwa leo.